Wakati akikagua mabanda katika maonyesho ya wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA Mtaka amesema wakati umefika kufanya mageuzi makubwa ya uchumi Njombe, kwa kuwa serikali iko mbioni kuanza machimbo ya miradi ya kimkakati Ludewa ambayo inakwenda sambamba na ujenzi wa viwanda mbalimbali vitakavyotoa ajira kwa vijana. Kasome kwenye dira ya taifa, kasome ilani ya uchaguzi, kasome mpango wa miaka mitano. Mradi wa kwanza Mchuchuma na Liganga umelipa fidia bilioni 15. Hadi Mheshimiwa Rais ameshakusaidia kupata mwekezaji. Tunaweka pale trilioni 7. Kule Ludewa bado viwanja eka moja ya kiwanja labda shilingi 700. Wewe unaona Ludewa ni mbali. Kule. La mwisho maadhimisho maonyesho, ni lazima kwenda utofauti wa watoto wako walioko shule wanapokuja kwenye viwanja na wewe. Wakati serikali ikiweka wazi mipango yake, wadau kutoka sekta ya maji, gesi na madini walioshiriki katika maonyesho hayo nao wanaweka wazi kilichowasukuma kuleta huduma zao katika maonyesho hayo na kisha kueleza wanachokifanya hapa nchini. Haya ya OSHA nia na madhumuni ni kuwaeleza wananjombe kwamba kampuni ya meli Tanzania inatoa huduma katika ziwa Nyasa, na katika ziwa letu Nyasa tuna meli 3 ambazo zinafanya kazi kwa sasa, ambayo ni Mbeya 2 ambayo ni abiria na mizigo, lakini pia tuna meli ya MV Njombe ambayo ina jina la mkoa huu, lakini pia tuna meli ya MV Ruvuma. Chakata na kuzalisha gesi asilia aina ya methane, na tuko hapa kwenye maonyesho ya OSHA kutoa elimu ya jinsi ambavyo tunachakata na kuzalisha gesi asilia. Tunajua sisi tuko mkoa wa Mtwara na wananchi wa Njombe wana interest kujua kwamba sisi tunafanya nini. Kuna ripoti imetoka hivi karibuni na ikiashiria na ikionyesha kwamba kuna watu zaidi ya 900,000 wanapoteza maisha kila mwaka duniani kutokana na changamoto za kisaikolojia katika mazingira ya afya na usalama kazini. Kwa mgodi wa Geita unaofanya shughuli zake za uchimbaji umeweka mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaweza kuwa salama. Ujio wa maonyesho haya unaibua wakazi wa Njombe ambao wanasema licha ya kuleta fursa, lakini serikali ikomeshe mikopo ya kausha damu na mikataba kandamizi kwa vijana. Maonyesho haya yametusaidia sana sisi vijana. Kwanza tumeweza kuona vitu mbalimbali vinavyoonyeshwa kwenye mabanda mbalimbali, na imetusaidia vijana kuwa lazima tujitambue na tusimame imara, na tunaweza kuwa wajasiriamali wakubwa. Kutokana na mikopo kandamizi kwa vijana, serikali ijaribu kuweka masharti yaliyo nafuu na yanayofikika kwa vijana. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.